Ni kukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena ili tuangazie taarifa mbalimbali zinazojiri katika uga wa kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja katika ukanda wa Gaza nchini Palestina. Jumanne ya wiki hii jeshi la Israel limeweza kufanya shambulio la angani lililopelekea kubomolewa kabisa kwa msikiti wa kihistoria uliokuwa umesimama kwa zaidi ya miaka 700 katika mtaa wa Tufaa, Gaza City. Bomu lililopigwa lilisababisha mlipuko mkubwa na moshi mzito uliofunika mitaa yote jirani mara moja, ambapo video ya tukio hili iliyonaswa na wakazi wa eneo hilo imeenea kwa haraka mtandaoni na kuibua majonzi na hasira kubwa. Msikiti huu ulikuwa unahusishwa na historia ya karne ya 13, haukuwa tu sehemu ya ibada bali ulikuwa na urithi wa kihistoria uliokuwa na thamani kubwa kwa Wapalestina na ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla. Kwa wakazi wa Gaza, msikiti huu ulikuwa nguzo ya imani, kumbukumbu za mababu na alama za urithi wa kidini na kiutamaduni. Uharibifu wake sasa unaonekana kama jaribio la kufuta historia ya eneo hilo. Kubomolewa kwa msikiti huu kumeacha pengo kubwa. Wakazi wa Tufaa wanasema sasa wamepoteza sio tu jengo la ibada bali pia sehemu ya utambulisho wao. Tulikuja hapa kuomba, kusherehekea na hata kuomboleza. Sasa yote yamebaki kuwa historia, alisema mmoja wa wazee waliokulia jirani na msikiti huo. Wataalamu mbalimbali wa urithi wa dunia wanasema tukio hili ni sawa na kupoteza hazina ya kiroho na kiutamaduni, ambapo shirika la Al Jazeera limeeleza kuwa tukio hili limeongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya Israel kutokana na kuendelea kulenga maeneo ya raia, taasisi za kidini na alama za urithi wa kihistoria. Mashirika ya haki za binadamu yamelaani vikali hatua hiyo, yakisisitiza kuwa kulenga misikiti na maeneo ya urithi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu zimeeleza hasira zao zikisema kitendo hiki kinapaswa kuchukuliwa kama ushahidi wa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kivita na uharibifu wa urithi wa kidini. Tukio hili linajiri wakati ambapo Gaza inaendelea kushuhudia mashambulizi makali kutoka kwa jeshi la Israel, ambapo mamia ya majengo ya makazi, vituo vya afya na taasisi za dini tayari yameharibiwa. Wapalestina wanasema hatua hizi zinawalenga zaidi raia na kuacha athari za muda mrefu za kisaikolojia, kijamii na kiimani. Sasa hivi nchi ya Israel bado inazidi kuendeleza mashambulizi yake katika taifa la Palestina katika ukanda wa Gaza, ambapo hata jana tu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa kwenye moja ya kambi ya jeshi la anga ya nchini Israel, ambapo alikuwa akizungumzia katika muda huo kwamba Israel inatekeleza mashambulizi ambayo yanaanzia kwenye kambi ambayo alikuwepo kwenda katika ukanda wa Gaza, na alizungumzia pia mashambulizi ambayo yanafanyika pale nchini Yemen kwenye bandari ya Hodeida. Netanyahu alizidi kuweza kushinikiza kwamba Israel itazidi kuendelea kushambulia Gaza hadi pale ambapo Hamas itaweza kurejesha mateka wote. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alinukuliwa akisema kwamba hatoweza kuacha kushambulia Gaza ikiwa tu Hamas hawatorejesha mateka. Kama mateka wataweza kurudi, basi Israel itaacha mashambulizi na itaingia kwenye mkataba wa makubaliano. Netanyahu anasema hawezi kusaini mkataba wowote ule wa makubaliano wa kusitisha mapigano bila Hamas kuweza kutii hayo masharti ambayo Israel inayataka. Sasa hivi Gaza City imekuwa ni sehemu ambayo ni hatari kuliko maelezo. Israel wanatoa taarifa asubuhi kwamba raia wahame kwenye majengo fulani. Ikifika mchana au jioni, yale majengo yote yanapitiwa na makombora ambayo yamekuwa yakidondosha majengo marefu, na ni operesheni ambayo imezidi kutanuka kwa takriban wiki hizi mbili hadi kufikia wiki hii. Israel inazidi kuendeleza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza. Sasa basi, Israel kwa kuweza kulenga msikiti huu mkubwa ambao ulikuwa ni tegemezi katika wakazi wa Gaza, unazidi kuleta sitofahamu kubwa, lakini vile vile kupeleka pressure dhidi ya Israel kuanza kulenga maeneo ya kiimani. Kipindi cha nyuma hapo Israel ilishambulia kanisa katika ukanda wa Gaza. Baada ya kushambulia kanisa, Papa aliweza kulaani vikali, Papa Leo wa 14, lakini vile vile baada ya kuweza kulaani vikali mashambulizi yale, Netanyahu akaweza kuomba msamaha kwamba hakuwa na lengo la kuweza kushambulia kanisa. Lakini sasa hivi Netanyahu kupitia jeshi lake la anga wameshambulia katika msikiti mkubwa kabisa wa Tufaa kwenye Gaza City. Hofu inazidi kuongezeka kwa sababu msikiti huu ni msikiti wa kihistoria ambao toka karne ya 13 msikiti huu upo hadi sasa hivi karne ya 21. Inaonyesha wazi kabisa kwamba kufuatia harakati hizi ambazo wanazidi kuzionyesha wanajeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza,
bado zinapelekea hasira hata kwa Hamas wenyewe ambao bado wanashikilia mateka hao, lakini hawajulikani wako wapi hao Hamas hadi hivi leo. Jeshi la Israel kupitia upelelezi wake wa Mossad wanasema kwamba Hamas wanasadikika kwamba wako kwenye mahandaki huko katika Gaza City, lakini haijaweka wazi moja kwa moja kwamba ni kweli Hamas wapo katika maeneo hayo au wamejificha kwenye maeneo mengine, kwa sababu sasa hivi Israel inazidisha mashambulizi na kuweza kushambulia majengo hayo. Inaamini kwamba huenda labda Hamas wanaweza wakawa na mateka katika maeneo hayo, labda kwa jinsi ambavyo wanashinikiza kufanya mashambulizi mengi zaidi, watawashinikiza Hamas kuweza kurudisha mateka moja kwa moja. Hadi kufikia hivi sasa watu zaidi ya 60,000 wameweza kuuawa kufuatia mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Ni pale tu baada ya Israel kupoteza raia zaidi ya 1200 kwenye shambulio baya la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 ndipo ambapo Israel ikaanza vita moja kwa moja kupambana na Hamas katika ukanda wa Gaza. Licha ya juhudi ambazo zinaonyeshwa na Marekani akizisimamia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, lakini vile vile mpatanishi Qatar pamoja na Misri, na huyo Qatar ambaye naye pia amekumbana na kisanga katika siku chache zilizopita baada ya kuweza kushambuliwa katika mji wake mkuu wa Doha, ambapo makao makuu ya Hamas katika nchi ya Qatar yaliweza kushambuliwa moja kwa moja na jeshi la anga la Israel. Hapo ukaibuka mgogoro mkubwa hapa na pale, sugua ni kusugue, lakini mwisho wa siku nchi za jumuiya ya OIC, nchi za Kiarabu pamoja na Kiislamu ziliweza kukaa kikao Doha Qatar kuweza kuzungumzia mashambulizi ya Israel. Walilaani vikali, lakini mwisho wa siku marais mbalimbali kama rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan walikuwa wakitaka kwamba waje na tamko la pamoja dhidi ya taifa la Israel, wakitaja kwamba kile ambacho wamekifanya ni uhalifu wa kivita, lakini ni matishio ya usalama wa kikanda katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Kufuatia hizi ya Israel ambayo yanazidi kurindima katika ukanda wa Gaza, hali bado ni ya taharuki kubwa kwa raia, huku viongozi mbalimbali katika taifa la Israel wakiamini kwamba raia wanaweza kuwa salama zaidi kwa kuhamia maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya wakimbizi ambao wanatoka katika Gaza City na kuhamia katika maeneo hayo, ambapo waziri mkuu wa Israel alisema kwamba huko ndipo ambapo wataweza kupata misaada ya chakula pamoja na maji, matibabu vile vile na dawa kwa ujumla kwa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya misaada katika ukanda wa Gaza. Hivyo raia wote wanaaswa kuweza kuhamia katika maeneo hayo ili Israel itekeleze operesheni zake katika ukanda huo wa Gaza, ikilenga kuwamaliza Hamas kabisa na kuwapata mateka wake wote ambao wako chini ya Hamas hadi hivi leo tangu Oktoba 7 mwaka 2023 kuweza kuchukuliwa. Sasa mtazamaji, nini maoni yako juu ya tukio hili ambalo Israel imeweza kulifanya? Shuka nayo hapa chini kwenye uwanja wa comment, kisha na sisi tutapita nayo ili tuweze kuona ni kwa jinsi gani mtazamaji unakwenda kuhabarika na taarifa nzuri zaidi kutoka hapa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi.